Hiki ni kitabu cha Mathayo sura ya 1. Ukoo wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa wa ukoo wa Daudi, wa ukoo wa Abrahamu. Hii ndiyo orodha ya ukoo wake. Abrahamu alimzaa Isaka, Isaka alimzaa Yakobo, Yakobo alimzaa Yuda na ndugu zake, Yuda alimzaa Peresi na Zera, mama yao alikuwa Tamari. Peresi alimzaa Hesroni, Hesroni alimzaa Rami, Rami alimzaa Aminadabu, Aminadabu alimzaa Nashoni, Nashoni alimzaa Salmoni, Salmoni alimzaa Boazi, mama yake Boazi alikuwa Rahabu. Boazi na Rutu walikuwa wazazi wa Obedi, Obedi alimzaa Yese, na Yese alimzaa mfalme Daudi. Daudi alimzaa Solomoni, mama yake Solomoni alikuwa Bathsheba mke wa Uria. Solomoni alimzaa Rehoboam, Rehoboam alimzaa Abia, Abia alimzaa Asa, Asa alimzaa Yehoshafati, Yehoshafati alimzaa Yoramu, Yoramu alimzaa Uzia, Uzia alimzaa Yothamu, Yothamu alimzaa Ahazi, Ahazi alimzaa Hezekia, Hezekia alimzaa Manase, Manase alimzaa Amoni, Amoni alimzaa Yosia, Yosia alimzaa Yekonia na ndugu zake. Huo ulikuwa wakati wa Wayahudi walipopelekwa uhamishoni Babiloni. Baada ya Wayahudi kupelekwa uhamishoni Babiloni, Yekonia alimzaa Shealtieli, Shealtieli alimzaa Zerubabeli, Zerubabeli alimzaa Abiudi, Abiudi alimzaa Eliakimu, Eliakimu alimzaa Azori, Azori alimzaa Zadoki, Zadoki alimzaa Hakimu, Hakimu alimzaa Eliudi, Eliudi alimzaa Eliezari, Eliezari alimzaa Mathani, Mathani alimzaa Yakobo, Yakobo alimzaa Yosefu mumewe Maria mama yake Yesu aitwaye Kristo. Basi kulikuwa na vizazi 14 tangu Abrahamu mpaka Daudi, vizazi 14 tangu Daudi mpaka Wayahudi walipochukuliwa mateka Babiloni, na vizazi 14 tangu kuchukuliwa mateka mpaka wakati wa Kristo. Basi hivi ndivyo Yesu Kristo alivyozaliwa. Maria mama yake alikuwa ameposwa na Yosefu, lakini kabla hawajakaa pamoja kama mume na mke, alionekana kuwa mjamzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yosefu mumewe, kwa vile alikuwa mwadilifu, hakutaka kumwaibisha hadharani, hivyo alikusudia kumwacha kwa siri. Alipokuwa bado anawaza jambo hilo, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akamwambia, Yosefu mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Maria awe mke wako, maana amekuwa mjamzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Atajifungua mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yesu, kwa kuwa yeye ndiye atakayewaokoa watu wake katika dhambi zao. Basi haya yote yalitokea ili litimie lile neno Bwana alilosema kwa njia ya nabii, bikira atachukuliwa mimba, atazaa mtoto wa kiume, nao watampa jina Emanueli, maana yake Mungu yuko nasi. Hivyo Yosefu alipoamka usingizini alifanya kama malaika huyo alivyomwambia, akamchukua mke wake nyumbani, lakini hakulala naye hata Maria alipojifungua mtoto wa kiume, naye Yosefu akampa jina Yesu.